Uzinduzi wa jukwaa la vijana platform tayari umefanyika, lakini sasa tunaenda kufahamu vijana kabla ya kufika hapa walikuwa wana mawazo gani, kipi ambacho walikuwa wanakitarajia, je, wamekipata na kitu gani ambacho watakuwa wamejifunza. Tunaenda kuzungumza nao. Nilivyosikia uzinduzi wa jukwaa la vijana platform, moja kwa moja kichwani kwangu nilijua sasa ni wakati ambao vijana tunaenda kupata fursa mbalimbali katika serikali yetu, lakini pia vijana ambao hatujaajiliwa tunaenda kupata ajira, kwa sababu nilifikiria kwamba itakuwa ni platform ambayo itatutoa vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mara tu ya kupata taarifa kwamba kuna tukio itafanyika siku ya leo tarehe 10, kimsingi mimi nilijisikia furaha, nikaona sasa ni mwarobaini wa matatizo ya vijana. Baada ya kufika hapa, yale matarajio ambayo nilikuwa ninahisi kwamba yatatokea ni kweli yametokea. Ni platform hii imezinduliwa siku ya leo na imeanza kutoa mwanga na chachu kwa vijana, kwamba wale vijana wote ambao tulitegemea kupata ajira katika serikali, wale vijana wote ambao tulikuwa tuko chini, sasa kupitia wizara hii ya maendeleo ya vijana na kupitia waziri wetu Joel Nanauka, vijana wengi tunaenda kuleta maoni mbalimbali, namna gani kijana nipate ajira kupitia serikali, ni namna gani kijana mimi naweza nikapata fursa ambazo serikali inatoa, fursa ambazo zinatoka nje ya nchi, fursa ambazo zipo ndani ya nchi yangu. Kwa hiyo nimeona hii platform inaenda kuwa ni nguzo kuu sana kwa ajili ya kuwezesha vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mara ya kwanza wakati napokea taarifa, kwangu ilikuwa ni kama fursa. Sawa, fursa ambayo unajua tunaishi sana katika eneo moja. Katika eneo moja kupata mawazo mapya ni kitu kipya pia. Sawa, kwa hiyo ilivyotokea fursa kama hivi, nimekuja nimeamini kabisa kukaa na watu tofauti ni kujifunza kitu kingine tofauti, na pia ndio hicho ambacho nimekuja kukikuta hapa, kwa sababu kwanza sikutegemea kama ningekutana na kiongozi wetu pia anayekuwa ni kijana pia. Ni faraja kati ya vitu ambavyo nimevifikiria. Kujifunza ni kukubaliana na matokeo ambayo unakutana nayo. Kukutana nayo ni nini? Kwa sababu tumeonyesha pale kuna watu wanakuambia wamejifua masuala ya mitaji, walikuwa wanazungumzia kwenye kufanikiwa. Wengine wanaweza kaongea kwa nakani makuzi, lakini kuna mmoja akatuambia pale unaweza kajenga kuanzia na 5,000. Nimekuja kugundua neno lake lilikuwa kama la matani, lakini kumbe ile 5,000 ile nikihifadhi vizuri ndio inatimia 500,000, inaenda kwa milioni 5, inakuwa milioni 50, milioni, yani kweli kumbe ni ile 5,000. Kwa hiyo kiukweli kabisa kwangu limekuwa jambo jipya ambalo kama nalifanyia utekelezaji linawezekana mimi kuwa tajiri. Nimehudhuria leo katika hii vijana platform ambayo imezinduliwa na Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Dr. Joel Nanauka. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya leo, lakini ilikuwa ni kitu ambacho kikubwa sana. Mimi nimepokea vitu vingi, nimejifunza kama kijana, lakini pia sio tu kujifunza kuhusu elimu ambazo zimetolewa na watu mbalimbali, kama mada ambazo zilikuwepo za watu wa PPRA, watu wa TRA, watu wa benki tofauti. Tumeingiza vitu vingi kwenye masuala ya elimu ya uchumi, lakini masuala ya kisaikolojia, ile afya ya akili. Tumejifunza kuhusu masuala ya social skills, jinsi ya mimi kama kijana kusocialize na jamii yangu na watu wanaonizunguka, lakini tumejifunza pia kwa habari ya hii uchumi ambao tunauendea, au sisi kama vijana tunawezaje kadiri ya umri wetu kuwa faida au kuenenda katika mawazo chanya ili kutengeneza uchumi ule ambao unahitajika na serikali kwa maendeleo yetu.